ukombozi na uponyaji. Amina. Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwisasu. Imani ya kiwango cha hali ya juu. Na hiyo imani ya kiwango cha hali ya juu inabebwa kwa maagano. Kristo amerejea. Miaka 1000 ya kutawala na kumiliki chini ya jua ni ufahamu kwetu. Tumepata ufahamu ni wa namna gani Kristo atajitambulisha kwetu ili aweze kutenda kitu katikati yetu. Shetani amefungwa miaka 1000. Miaka 1000 ya kufungwa kwake shetani amepigwa muhuri, kagongwa muhuri. Ule muhuri unatutambulisha sisi kwamba yeye ni baba wa uongo. Kwa hiyo sisi sasa ufahamu wetu umefunguliwa. Hatutatenda dhambi tena. Tulitenda dhambi ni kwa sababu tulidanganywa. Watu wa Mungu, dhambi ni uasi. Na uasi unasimama pale ambapo unaagizwa ili lisifanyike, iki kisifanyike, alafu wewe unapuuza unafanya. Ukiona kama uliagizwa na Mungu, Mungu anatoa maelekezo kisifanyike, wewe unafanya, tambua kwamba wewe ni muasi. Lugha rahisi, umetenda dhambi. Na kama umetenda dhambi baada ya Kristo kurejea, cha msingi unakumbushwa toba, kushuka chini ya jua. Adamu baada ya kutenda dhambi, baada ya kuasi, baada ya kutokuwa mtii, alikimbia, hakufanya toba. Aliendelea na shida, dhiki na matatizo mpaka leo hii. Kwa hiyo sisi baada ya Kristo kurejea tunakumbushwa, tukitenda dhambi tukumbuke kufanya toba, tusikimbie. Juta kutoka ndani. Lakini ninachotaka kufundisha na ninachotaka kukitolea maelezo ni utii. Ukiambiwa ili lisifanyike, usifanye. Mungu niliyembeba ni Mungu ambaye ni mkali. Watu wa Mungu, kanisa linamjua Mungu upande mmoja wa rehema tu. Ufahamu tunao. Tujitahidi sana kuwa watii, kufuata maelekezo. Lengo na kusudi la kufuata maelekezo ya utii, tunahitaji kumuona Mungu. Tumeumbiwa mbaraka. Kwa hili tuweze kubarikiwa, lazima tuwe watii. Ili Mungu aweze kudhihirika katikati yetu, lazima tuwe watii. Watu wa Mungu, Mungu azoeleki. Tukumbuke yeye ni roho na shetani ni roho. Zote hizi mbili ni falme zinazoshindana chini ya jua. Umeamua kuchukua kuokoka, lengo na kusudi unataka kumdhihirisha Mungu katika ufalme wake, lakini kuna kanuni ya utii. Hacha mazoea. Mungu anajifunua katikati ya wanadamu kwa kupitia mtumishi wake, kwa kupitia kuhani wake, kwa kupitia mpako mafuta wake. Watu wa Mungu, mimi nimepakwa mafuta, ndio maana niko hapa. Hacha mazoea. Nimepakwa mafuta. Hata angekesha nani huko ili mimi niondolewe hapa, hiyo nafasi haipo, kwa sababu nimepakwa mafuta. Mimi ni mpakwa mafuta. Kwa lugha rahisi, ni Kristo aliyoko ndani mwangu
nilipakwa mafuta kumtambulisha Kristo ndani ya kwangu. Kwa ningependa umtii sana huyu Kristo. Kwa unapokuwa unakaidi, unaniona mimi ni wa kawaida katika lolote ninalokuagiza, chote ninachowaambia kifanyike hapa, tambua kwamba unamkosea Mungu. Unatenda nini? Dhambi. Wengi hamjui dhambi chanzo chake nini? Ni kutokuwa watii. Na dhambi inapokuwa imeingia ndani ya yule ambaye sio mtii, kuna madhara, shida, dhiki na matatizo lazima vitaingia kwako. Nimetumwa kwa kazi maalum. Naomba uitambue na uijue. Mungu wangu, Mungu wa Mwansasu, Mungu anayejitambulisha katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu, ni Mungu anayekutakia mema. Ujumbe tulionao leo unasema baraka ya utiifu. Baraka ya utiifu. Kiwa watii wa maagizo ya Mungu, tutafanikiwa. Ninapokuambia kafanye hiki, usifanye hiki, unatakiwa uwe mtii. Kwa cha msingi ndani ya mioyo yetu, vita kubwa tulionayo kwa huyu shetani ni kutufanya sisi tusiwe watiifu. Neno utiifu ni pana sana. Kuna utii ulio mwingi ni wa uoga basi tu, lakini sio wa utekelezaji ndani ya mioyo. Watu wa Mungu, Mungu wetu ni roho. Anachotazama na kuangalia katikati yetu ni mioyo yetu inapokea hayo maagizo. Niko mahali hapa ili kukufanya uwe mtii, kwa sababu Mungu niliyembeba na kutakia yaliyo mema. Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa? Mmenielewa? Mungu msifikia atashuka sio kama nini kimondo, sio, haipo hiyo. Hivi kama umeamini Mungu ndo ameshuka, yuko ndani yangu, wewe beba utii ili uweze kubarikiwa, ili uweze kubadilika. Mmenielewa watu wa Mungu? Yani msio mkafikiri Mungu sio atakuja kwa njia gani. Hivi Mungu ndo amekuja. Amenituma, niko mahali hapa mimi ni mtume. Nikupe huu ujumbe leo ili uweze kupona. Kuna kitu anataka aachilie kwako. Lakini tukumbuke, sisi ndio tunomfuata tukiomba ili aweze kutubariki. Lakini ili tubarikiwe tunahitaji kuwa watiifu. Lakini Mungu mara pengine ameagiza tusizitegemee akili zetu, wala tusiwategemee wanadamu. Mmenielewa? Kwa unapookoka mtu wa Mungu, unaitakiwa kuwa mnyenyekevu wa kiwango cha hali ya juu, kuwa mtii ndani ya Mungu ili Mungu aweze kufanya yaliyo makubwa. Kwa hiyo vita kubwa tulionayo kama kanisa, shetani anapambana na hiyo roho peke yake katika mioyo yetu. Watu sio watii. Mtume anawaagiza fanyeni hiki, wanaenda kufanya tofauti. Wakishafanya tofauti, matatizo yakiwajilia, ndipo wanaanza mtume hapana. Hapana. Kwa mtii. Kwa mtii. Shetani, watu wa Mungu, ana mbinu. Hata kama ungekuwa msomi vipi, jaribu kwa mtii. Kwa nini nasema sana? Nimetumwa niseme, inaelekea ni roho iliyopo. Na kama hii roho iliyopo inatakiwa kuondoka, lengo na kusudi, Mungu anataka kuachilia kitu. Mengi sana mimi wanakaa kimya tu. Mtu anaomba wazo, mimi namshauri kama mtume usifanye hiki, anaenda kufanya. Lakini akiharibikiwa ndipo anaanza mtume mimi. Hapana, hebu tubadilike watu wa Mungu. Amina. Mmenielewa? Ndio maana tumepewa ujumbe. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Wokovu wetu watu wa Mungu lazima uwe na faida. Hapa tujaja kuzikana. Wokovu wetu lazima uwe na faida. Na hii faida ili iweze kupatikanika ni lazima tutembee kwenye utii au utiifu. Watu mnaharibikiwa na kazi zenu huko, lakini mtume alikuambia usifanye. Wewe
unaenda unafanya, unarudi unalia, mimi biashara ziendi, mimi mashamba yendi, sijui mimi mume. Nilikwambia ukirudi nyumbani kwa mmeo funga kinywa, kaa kimya. Na tukumbuke shetani, watu wa Mungu, anatembea kwenye kanuni na agizo. Ndio maana pale Edeni shetani alipofika aliwauliza, ati Mungu amewaambia msifanye? Mtume mwanzasi wetu amewaambia msifanye? Kweli na ufahamu ni wakati umefika. Kumbukeni mwanzo wa tatizo kwa mwanadamu. Aliambiwa asifanye hili. Ukifanya hili hakika utafanyaje? Utakufa. Shetani anatembea kulingana na kauli. Kama hivi leo hii nafundisha, huu ujumbe umetoka mbinguni. Manake shetani atawashikilia katika hiki kitu. Lakini kwa kuwa Kristo amerejea, yuko pamoja na sisi katika kutawala na kumiliki, lazima sisi tutakuwa washindi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Waijengao wanafanya kazi bure. Lugha rahisi, usitegemee akili yako, usiwategemee wanadamu, mtegemee Mungu. Na Mungu anapokujilia yale anayokuagiza, kuwa mtii. Lengo la kuwa mtii ni kubarikiwa. Watu wa Mungu, neno baraka maana nyingine ni kuongezeka. Manake hicho ulicho nacho Mungu anapenda aone kikiongezeka, usiishie hapo. Kwa ufupi, tusiridhike sana na uokovu na neema tulioipata. Ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kila siku tukeshe, kila siku tupambane, kwa sababu adui anakesha, anachotaka kuona sisi tukiharibiwa. Nikisema usikope madeni, mnakopa ya nini? Mko hapa na ubiri sana vimadeni, madeni. Achana na vimadeni. Mungu liye muamini wa marapa sio maskini. Na neno lake linasema hatutakopa bali tutakopesha. Mimi sio mchungaji kwamba nasoma tu neno, hapana, nathibitisha, kwa sababu hili neno lazima lithibitike, likawe na matokeo. Manake ukiwa mtii wewe, hebu nitii uone. Lakini usipokuwa mtii, manake utaingia kwenye madeni. Na yale madeni kisha ingia yanaleta matatizo kwako. Madeni ni roho. Naomba mjue. Ni roho inayotumwa kwa ajili ya kumaliza hatima ya kwako. Kwa kama ulikuwa na madeni, kwa kupitia ujumbe wa leo, hebu acha. Pokea ujumbe wa leo, uwe mtii, utaona mabadiliko. Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa? Haya mabadiliko ndio ya ubiri, utaona mbaraka, utaona Mungu akijifunua katikati ya maisha yako. Leo tunalia, tuna shida nyingi, ni kwa sababu tunajitakia sio watii. Sio watii. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Yeye aulindaye anakesha bure. Kesha bure. Tuna safari ndefu. Lakini lengo na kusudi ambalo Mungu amenituma niwape leo ni kubarikiwa. Lakini ili ubarikiwe, unahitaji kuwa na utiifu. Kuwa msikivu. Usifanye. Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema. Umepaona?
itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako, huyu Mungu uliyemwamini wa Mtume G.K. Mwansaso, ndo Mungu wako wewe, ndo unayemtegemea wewe, ndio madhabahu yako ya maisha yako kiroho na kimwili. Sawa watu wa Mungu? Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Mineno watu wa Mungu. Maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Maagizo. Leo nakufundisha na kuagiza na kuelekeza uwe mtii. Ujumbe tunapofika majumbani tukarejee, tuwe na mazoea ya kutafakari neno. Mungu ni neno. Na uzuri nishawaelekeza na kuwafundisha kwamba mimi asili yangu sio ombi zaidi ya kutafakari nini? Neno. Ndo Mungu mwenyewe namchukua ili aweze kukaa ndani mwangu. Yeye ndo ulinzi, yeye ni upanga, yeye ndo uhai wangu. Kwa unapokuwa unakosa neno ndani ya moyo wako, huna Mungu. Ingawa unamlilia nani? Mungu. Ndio maana kuna matokeo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, tusiridhike. Tusiwe na mazoea. Mungu azoeleki. Kutunza na kuyafanya maagizo yake. Kutunza na kuyafanya. Heshimu. Kuwa na hofu. Mtume kasema ili alifai, acha. Neno ninge huwa linakuja baada. Tunahitaji kuleta injili yenye matokeo kwa huu wakati. Na injili hii ili iweze kuwa na matokeo, lazima watu mwe watiifu, mwe watii wa maagizo ya Mungu. Tusiwe kama Adamu na Eva. Tuondoke huko. Tubadilike watu wa Mungu. Na hii roho bado anaitumia shetani. Kumbukeni mwanzo wa anguko ni kutokuwa watii. Adamu aliagizwa usifanye hili, akafanya. Leo tunateseka. Leo utaendelea kuteseka huku umeokoka. Ni kwa sababu sio mtii. Narudia tena, Mungu ashuki kama kimondo. Ndio ameshuka hivi. Yuko hapa na nena, wewe si umeamini? Yuko ndani mwangu. Anahitaji kukubariki. Lakini ili ubarikiwe, unahitaji kuwa mtiifu. Unahitaji kuwa mtii. Unapokuwa mtii, Mungu ataachilia mbaraka. Na Mungu akishaachilia mbaraka wa kwake, hakika atajitukuza yeye. Watu wa Mungu, heshima na utukufu sio vya mimi. Unajua niko hapa basi tu. Basi. Ila mwe na huruma. Na lenyewe nisisahau kusema. Mwe na huruma. Nataka mtume awe na upendo tu kwenu nyinyi. Lakini nyinyi kuonyesha upendo kwa mtume hakuna. Maana yake mnataka Mungu awapende tu nyinyi. Lakini nyinyi kuonyesha upendo kwa Mungu hamna utayari. Hamna utayari. Hamna utayari. Kwa hiyo hapa duniani ili tuweze kubarikiwa, hapa duniani tuweze kuishi kwa amani na furaha na familia zetu, lazima tuwe watiifu na utii ukae katikati yetu. 2, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Ukitii, ukisikia hii sauti, haya no kuhubiria, ukiyazingatia utaona.
acha, usifanye hiki. Watu wa Mungu, mimi nipo kwenye hii madhabahu, naomba uniamini. Unasikia? Sipo kama mimi nimewekwa hapa kwa ajili ya kwako. Ndio maana uko hapa. Ndio maana siku zote nasema nena si mie, ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Ukikosa kuniamini mimi, ukikosa kutotii maagizo ya kwangu ninayoyatoa kwako, utaingia pabaya. Kwa sababu ubaya nao utafuta ni shetani ili wewe uende kubaya. Tunamwona Adamu na Eva hawakutii, walienda kubaya. Waliutafuta mbaraka kwa shingo, kwa tochi, hakuna. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Huna mabwana wawili wewe bwana. Fike sehemu tuache injili nyepesi. Wewe si umeniamini mimi? Huko kwingine nini? Wewe umeniamini mimi? Huko kwingine nini? Umeamua kuolewa na huyu mwanaume au wanaume wengine wani? Kwa hili Mungu wako uliyemwamini, Mungu wa mwansaso, ili umlaumu, hebu tii. Lakini kumbukeni yeye ni wa maagano. Kisha ingia agano naye kwamba hutatenda dhambi, utatembea kwenye misingi ya haki, na yeye utakuwa mtiifu. Asipokubariki, mlilie, mwambie. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi ya kwako na uzao wa wanyama wako wa kufugwa kuongezeka, na ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Mimi watu wa Mungu, mmenielewa? Tunahitaji duniani Mungu wetu ajidhihirishe. Mungu wetu anashindwa kujifunua katikati ya wanadamu hao, ni kwa sababu sisi sio watii, sio watiifu, sio wasikivu. Acha, usifanye, wewe unafanya. Watu wa Mungu, haya matatizo na changamoto zote zinazotusumbua ni kwa sababu sio watii. Shetani yeye asili yake katika injili ya kweli anatembea kulingana na agano la kwako na Mungu wako ni mwamini. Mimi Mungu aliyenituma, yeye amesema anajitambulisha katika upendo. Lengo na kusudi, nataka huyu Mungu ajifunue katikati yangu. Tubadilike. Meneno watu wa Mungu. Tusiwe kama Adamu na Eva. Hawakuwa tayari kubadilika, waliamua kukimbia. Maana ya kubadilika ni kupiga magoti, fanya toba, jitambue umekosa. Mangapi umekuyatenda ambayo yako tofauti na utii? Ukishapiga magoti, Mungu ni wa rehema, anakurejea. Manake anakuambia, mwanangu nyanyuka, twende safari, tuko duniani. Tunahitaji kutawala na kufanyaje? Na kumiliki. Kwa hili tuweze kubarikiwa, ni lazima tuwe watiifu. Shika sana mahali. Hata kama ungekuwa msomi vipi. Na waombeni watu wangu. Hazina mbinguni kwa wazi, Kristo amerejea. Saizi tunaufahamu. Mnanielewa? Mnanielewa? Hamnielewe nyinyi. Siku zote mnasemaga amina. Nikisema nianze kunyanyua mmoja mmoja ambapo mna shida hapa, acha.
Acha kabisa. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Hatubarikiwi katika kazi za mikono yetu kwa sababu sio watii. Biashara zetu mjini zinagoma ni kwa sababu sio watii. Na kuagiza ukiwa kwenye madhabahu yako, yani ukiwa kwenye biashara yako, hebu tafakari neno. Ndio ulinzi wa kwetu sisi, sio kupiga umbea. Kuna watu mko hapa mnafanya biashara kwenye frame zenu, kwenye maduka yenu, hata Biblia huna dukani Biblia. Mko hapa. Nimeagiza, ni mwaka wa 5 huko hapa. Niko nilalamikia tu mimi. Unataka mimi nikupe nini? Mimi sina maji, sina chumvi mimi. Sina mafuta. Mimi nina neno. Neno lilo hai ambalo ndo uzima, ndo ulinzi mwenyewe, ni upanga. Mimi mwenyewe hapa naponyea neno, sio mafuta. Tabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Tabarikiwa watu wa Mungu. Tunashindwa kubarikiwa kwa sababu sio watii. Mekaa ujanja tu mekaa. Usifikiri Mungu atashuka kama kimondo. Ndio maana leo hii watu wanashangaa naposema Kristo amerejea. Watu wanashangaa. Utakuja uliona mimi naumwa kwa sababu ya umwi. Utakuja uliona lala njaa. Fuata haya. Amerejea. Na la msingi na la muhimu zaidi, utakuja kuniona natenda dhambi. Kwa sababu nina ufahamu yeye amerejea, yuko ndani mwangu. Unatenda dhambi shida. Na unasema umeokoka huko hapo. Dhambi ni uasi. Mtume anaagiza ili sifanyike, unafanya yako kwako. Lazima hayo unayopitia, lazima upitie. Ni kwa sababu umeyataka. Wewe sio mtifu. Bwana asipojenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Chochote unachokifanya bila Mungu wa mwansasu kama huko hapo ni kazi bure. Narudia. Kama umeiamini madhabahu, chochote unachokifanya bila kunihusisha mimi, bila Mungu wa amara, ni bure. Nisikilize mimi. Wewe umeniamini? Na kama umenitii, umekuwa mtifu, umenisikiliza, hakuna matokeo, usiniambie. Uzuri mimi bado sijazeka. Mimi namsikia Mungu ajaye kutokea. Unajua anapotoka kumsikia Mungu nao ni uzee. Mimi hata ungefanya nini mimi najua. Mko hapa wenye shuhuda wengi, nimewaita sana. Wewe Mungu amenionyesha hivi na hivi uchafu unafanya haya na. Sio mnakiri. Situmii majungu. Mimi nikiambiwa na mtu nakuwa muwazi kabisa hapa. Mimi sio wa mazinga ombe. Si mnakumbuka wiki iliyopita yule mama nilimwambia kwamba sio kwamba eti amenionyesha Mungu. Nasema kweli kuna mtu kaja kuniambia, "Wewe una tabia hii. Uiache." Nilisema hivyo watu wangu. Mimi sikusema Mungu amenionyesha, amenifunulia. Lakini hata kama ungeendelea kujificha, kwa sababu wewe umejiungamanisha na Mungu wa mara hapa, na Mungu wa mara hapa ni upendo, na mimi nakuhitaji na kupenda na kuhudumia, mtaona tu. Taona. Lakini lengo na kusudi tuko mara hapa, tunahitaji kuona mbaraka halisi wa Mungu kiroho na kimwili. Amina. Neno la Mungu. Kazi tunazozifanya hivi bila kumkabidhi huyu Mungu wa mara hapa, usitegemee. Nimewahubiria sana. Kuanzia sasa hebu jitahidi sana kwenye matoleo ya sadaka. Kila mpango wako utembee na nini? Na sadaka. Ndio kanuni. Ili ukabarikiwe. Na kabla hujafanya nihusishe. Nihusishe. Tulikwenda safari yetu Mafinga, ile ambayo mlisikia wiki iliyopita. Tulienda juzi. Tulipofika kule juzi, tulimuona Mungu na Mungu wetu alijifunua zaidi. Haleluya. 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 Tukakutana na kitu kimoja cha ajabu. Pepo yanaongea kabisa.
kwamba wewe ulitakiwa usivuke kuingia hii Mafinga. Ule mpaka pale panapoitwa Majinja, pale ndipo walipotega. Walitega kwamba mimi Mwasasu nifie pale. Lakini wanasema tuko pale, tukaona huo upanga haijaye kutokea. Upanga. Lakini wanasema lile eneo wenyewe mnalijua. Wanapaita Majinja. Maajali ya ovyo yametokea. Kumbe ile ndio madhabahu sasa. Maana yale yote ni makafara. Na mtu yote anayetoka huku anafanya ni pale lazima achukuliwe kilicho chake. Nguvu ya kiungu, watumishi, utajiri watu, kila kitu ni pale. Ile Majinja. Lakini kwa sababu mimi sikuenda mimi kama mimi. Mimi sikuenda kutalii. Nikapate nini? Nikachukueni. Tukaukuta ule mji ambao hauna umeme. Kaeneo kana nini? Unajua hii Ngozi ajabu sana. Service ya huduma tumefika pale bwana. Eneo limefungwa kweli. Lakini eneo hilo lililofungwa limezunguka makanisa. Kila baada ya nyumba 6-5 pana kanisa. Kwa nini? Hili eneo halina umeme. Umeme ukija hapa kuna watu wenye pesa watakuja kujenga hapa. Maana yake kila anayekuja mara pale atakuwa na madhabahu yake. Wao miungu yao haitafanya kazi. Ndio lengo na kusudi wamezuia umeme mara pale. Lakini kwa kuwa Mungu ndiye aliyenifanya niende mara pale, kwa kusudi lilo jema, sio kwa ajili ya ile familia. Hamwezi kuamini tumefika mara pale taifa zima likakombolewa. Haleluya. Haleluya. Tukakutana na ardhi ya Dodoma, Magogoni, Kilimanjaro. Vyote kukafunguliwa ije kutokea. Haleluya. Kwa hiyo nilienda ile safari ni kwa sababu ya utii. Nilitumwa na Mungu. Mimi sikwenda kutalii. Mimi mnanifahamu mimi nitembee kwa misingi gani? Utii. Kuna watu wana kilio, wanamlilia Mungu, lakini hawamuoni kwa sababu ya mazingira. Lakini watu wa Mungu ili tuweze kubarikiwa, lazima tuwe watiifu. Lazima tuwe watii. Tusikie sauti ya Mungu. Baada kwangu kumsikia Mungu anasema nini? Kwa hiyo mimi nakuja kwako katika kutimilisha. Mimi ni utimilifu tu wa ibada. Mimi ndo ninachokifanya. Lakini ibada inakuwa tayari imefanyaje? Imefanyika. Sijui hilo la karne la 3, sijui hilo lichifu, sijui ngumburu na nini? Mwinjilisti. Mambugumaga. Mambugumaga. Anaitwa Mambugumaga. Chifu wa karne ya 3. Ndio mwenye madhabahu pale Majinja. Bafo Biti wakati wanajenga ile barabara walishindwa. Walipokubali kuingia na ile miungu mkataba wa kufanya sadaka, ndipo waliweza kujenga barabara. Bwana asipojenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Yeye aulindaye anakesha bure. Hatuwezi tukamuua shetani kwa bunduki. Nenda uenda. Unasikia? Wizi ni roho. Hizi nyumba zetu mnazoona tumefunga makufuli ili mbwa asile mboga. Hakuna kitu kingine hicho. Mchawi anaingia. Unafikiri mchawi anaangalia kakufuli na geti sijui na nini? Anaingia. Koja msingi watu wa Mungu ili tuweze kubarikiwa lazima tuwe watifu na tuwe watii ili Mungu aweze kukaa katikati yetu. Hebu tuende mstari wa 15. Mstari wa 15 unasema hivi: lakini itakuwa usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizayo hivi leo, ndipo itakapokujia laana hizi zote na kukupata. Kwa kanisa limekosa mbaraka ni kwa sababu sio watii.
Kinyume cha baraka ni laana. Miji yetu ina laana ni kwa sababu inategemea wazee wa vimila. Nchi inashindwa kusonga mbele kwa sababu ya wazee wa vimila. Familia zinashindwa kusonga mbele kwa sababu ya waganga wazee wa vimila. Kwa hiyo ili tuweze kutoka hapa tulipo, hii laana iliyoko kwenye familia zetu na kwenye taifa letu, lazima tutii, tumgeukie huyu Mungu wa Mtume G.K. Masasu. Kristo amerejea. Miaka 1000 tutakaa tukitawala na kumiliki. Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa? Kwa sisi la msingi na muhimu ambalo Mungu amelitaka leo, ili neno tulifanyie kazi. Hakuna dawa nyingine yote. Ukikosea jitahidi sana kupiga magoti mbele zake Mungu. Mungu anawahitaji sana walio wanyenyekevu, sio wenye viburi. Na waomba watu wa Mungu. Unasikia? Mimi ungenikuta kwenye madhabahu yangu ninapofanya maombi na Mungu, mimi nakuwa kama kapiriton. Nyinyi hamjui. Mimi nawaambia ukweli, mimi hata bakora napigwa. Hamna huruma. Ni hamna huruma. Mungu sio mchezo. Sio mchezo. Lakini nacheka, unaona watu wanaleta tu masiara tu. Ndio maana ukuta injili yangu mimi acha. Tutauana. Shetani sio kucheka naye. Kinyume cha baraka ni laana. Kwa laana limekaa kwenye kanisa, kwenye familia zetu. Tumekosa kubarikiwa ni kwa sababu sio watii wa sauti ya Bwana Mungu wetu. Wewe umemwamini Mungu wa Mwansasu, anachokuagiza usifanye usifanye. Anachokuambia fanya fanya ili ukabarikiwe kwa huo wakati, fanya. Mwanangu toa sadaka hii, kuna kitu unatakiwa kubarikiwa. Unajua anataka hela, sawa. Sawa. Kumbukeni Mungu niliyembeba anakutakia aliyo mema. Hilo kumbuke. Naumia kama ubadiliki, naumia. Naumia. Kwani huyu aliyepitishwa mbele kwamba hivi vikachoma usifanye, kwani mimi lazima nifanye? Kwani mimi lazima kuna faida gani? Nimeambiwa yafanyike. Kwa video hela mimi sitamani kwenye mambo yao. Au mnafikiri mimi zimejaa? Heli kutoa. Yeye amekesha, amemwamini Mungu, na Mungu ili ajifunue kwake, amempa hii nafasi afanyiwe hiki kitu. Anapokuwa amefanyiwa hiki kitu, ni ibada imefanyika. Utukufu sio wa familia hii. Makasala. Utukufu sio wa kwako na mkeo. Ni yule mliomwamini. Kwa sababu asili yake ni kutoa. Mungu ni roho. Msifikie atashuka yeye atatoa, atakutumia wewe. Kwa anaposema ufanye, fanya kwa huo wakati, kuwa mtii ili uweze kubarikiwa. Sio kulialia tu. Bwana asipojenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Yeye ulindaye anakesha bure. Mungu wangu ni Mungu wa faida. Kwa kama umepewa, kama amekuponya, natakiwa umshuhudie. Wa kutukuzwa ni yeye. Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa? Kwa hiyo hii laana zitakuja kwetu na zinatupata na kwanza sio watii. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Kule sisi tumeona mbaraka. Mjini manake kwenye kazi zetu za mikono, ajira, kwenye biashara zetu, wateja, kutafunguka tukiwa watii. Lakini tusipokuwa watii, kutalaaniwa, hatutakuwa na wateja. Kule tumeona tukienda kulima tutavuna. Lakini tusipofuata kanuni ya kilimo na mavuno kwa nguvu yake Mungu ambaye ndio unayemwamini, utapokea laana, hutavuna. Hutavuna. Hutavuna.
Kwa ili uvune, ili ufanye biashara, hebu jaribu sana kuwa mtifu, kuwa mtii. Mimi watu wa Mungu. Umeelewa? Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Litalaaniwa. Mipango watu. Mimi kila nikifanya hiki hakuna. Wewe sio mtii. Watu wa Mungu tusisahau, utii ni bora zaidi kuliko dhabihu. Tujaribu sana kusikia sauti ya Mungu. Mungu anakuambia ufanye nini. Kila anachokuagiza ukifanye ndicho unatakiwa ufanye. Na lengo na kusudi unahitaji kubarikiwa. Mimi ni watu wa Mungu. Amen. Tukiwa watakatifu tutainama, tutashujudu, tutasikia sauti ya Mungu. Tunashindwa kusikia sauti ya Mungu ni kwa sababu sio watakatifu. Kila mmoja kwa nafasi yako jitafakari. Lakini Kristo amerejea. Huu ni mwaka wa kwanza. Tumeanza mwezi wa 3. Miaka 1000 ya kutawala na kumiliki. Tunahitaji kuona mabadiliko. Sio kulialia. Kama una kifungo kikubwa kilichoshindikanika, si mmeona hapa huyu binti? Ni Mungu tu amesema nimwambie anatakiwa kuaga kwenye ukoo wao, ajiite ukoo wa Mwansasu. Ni Mungu amesema hapa, sio mimi. Na kama unataka na mwingine, nani? Crescencia ameondoka. Sikusikii. Nipo. Unatakiwa kuaga bwana. Unasema? Naona Mungu amesikia. Naona Mungu Usiige. Mnanielewa? Usiige. Lakini Nuhu aliambiwa atengeneza safina. Kuna watu walidharau. Mimi napenda sana ghafla Kristo. Huyo tunakwenda. Yaani tumemaliza ghafla miaka 1000 tunakwenda tukawe wote. Zaidi ya miaka 2000 Injili imehubiriwa, watu wanasema usitende dhambi, bado wanatenda tu. Kwa msio mkaona ghafla ghadhabu ya Mungu ikashuka. Akachukua walio wake. Kuna maisha mengine baada ya haya. Crescencia, aga. Unitumikie mimi ni mfano tu wa Mwansasu. Yuko Mwansasu mwenyewe piwa wa kiroho ambaye Mungu anamtambua. Hapa ndipo panapowasumbua watu. Tukisema kweli tatuweka huru. Nisipotii kumwambia Crescencia, nitakuwa namkosesha baraka zake. Adhabu itakuwa kwangu. Mimi nimefikisha. Kama utalipokea lipokee. Sina dawa nyingine kwako. Neno la Mungu linasema, Bwana asipojenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Yeye aulindaye anakesha bure. Mlinzi hata ungekuwa na bunduki huwezi kumuua shetani. Narudia, nyumba zetu tunafunga makufuli na mageti, tunaweka sijui na ulinzi wa umeme, ni bure. Huna Kristo, huna Mungu wa madhabahu ya Umina, unajisumbua. Baraka zenye utiifu zinafuatana na utii wa kusikia sauti lake. Mungu unayemwamini, Mungu wa Mwansasu akisema fanya, fanya. Tunda la Roho.
na maisha ni upendo. Mwambie jirani yako shika neno. Mwambie tena kalitendee kazi. Mwambie tena. Amina watu wa Mungu, tusimame watu wa Mungu.